Tukiendelea, tulikuwa katika majosho ya sunna. Muislamu yako mambo anapotaka kuyafanya au anapokwisha kuyafanya anasuniwa kukoga. Miongoni mwa mambo hayo ghuslul idaini, kukoga mtu kwa ajili ya swala ya Idi mbili, au ghuslul idaini, kukoga kwa ajili ya kuhudhuria katika swala za Idi mbili. Mashru'iyatuhu, kuwa kwake sheria jambo hili. Anasema shekhe, wayusannul ghuslu, inasuniwa kukoga yauma Idil Fitri, siku ya Idul Fitri, wa yauma Idil Adha, na siku ya Idi ya kuchinja. Liman arada an yahdhura salata, kwa yule anayekusudia kwenda kuswali swala ya Idi. Waliman lam yahdhur, na kwa yule ambaye hataki kuhudhuria. Lakini siku hii ni sunna kukoga kwa mnasaba wal Idi mbili. Lianna yaumal Idi, illa ni kwamba siku ya Idi yaumu zinatin, ni siku ambayo imesuniwa watu kujipamba, ni siku ya kujipamba, siku ya furaha. Siku ya Idi yaumu zinatin, fasunna alghuslu lahu, ikasuniwa kukoga kwa ajili ya Idi. Wadaliluhu, na ushahidi kwamba ni sunna kukoga kwa ajili ya Idi, ma rawahu Malikun fil Muwatta'i, juzuu ya kwanza, hadithi ya 177, anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kana yaghtasilu yawmal fitri, alikuwa anakoga siku ya Idul Fitri, kabla an yaghduwa ila almusalla, kabla hajatoka mapema kuelekea kule kunako swaliwa swala ya Idi. Almusalla ni lile eneo lililoandaliwa kuswaliwa swala ya Idi. Kwa kuwa huko wenzetu aghalabia haikuwa Idi yaswaliwa katika maeneo ya msikiti, bali yalikuwa inaswaliwa maeneo ya nje ya msikiti. Sawa? Tayeb. Kwa hivyo ni sunna kukoga, na huyu sahaba alikuwa anafanya hivyo. Waqisa biyaumil fitri, pamefanyiwa kiasi kwa kuwa ni sunna kukoga kwa ajili ya Idul Fitri. Madhumuni ya Idul Fitri na Idul Adha ni mamoja, yote ni yaumu zina. Kwa hivyo na Idul Adha na yao ni sunna mtu kukoga. Na tukisema sunna kukoga, kadhalika mtu akikoga angalau atafute kilichokuwa mbadala wa kile anachovaa siku zote. Ni sunna siku ile kupata nguo iliyo mzuri tofauti na za siku zote, lakini sio malengo ya Idi watu kuvaa nguo mpya kama ilivyokuja katika hadithi, hata kama iwe dhaifu, lakini hadithi inasema laisa al-Idi liman labisa al-jadidi, sio Idi iko kwa yule aliyevaa nguo mpya akaona ndiyo ameipata Idi. Innamal Idi, Idi hakika si vingine hasa inayokusudiwa liman khafa alwaidi, iko kwa yule mtu ambaye anakaa kuogopea siku ya Kiyama. Kwa mfano ibada zake zimekubaliwa, kama sadaka zake zilikubaliwa na kadhalika. Lakini pamoja na hivyo bado mtu siku ya Idi anasuniwa kubadilika kidogo. Tunakwenda
wa ya'budu amala sahabi, inasapotiwa amali hii aliyoifanya huyu sahaba hadha. Wa ya'budu amala sahabi hadha, inasapotiwa amali hii aliyoifanya sahaba huyu. Qiyasu ghusli al-idaini, qiyas cha ukogaji wal idi mbili, ala ghusli al-jum'ati, na ule ukogaji kwa ajili ya swala ya al-jumaa. Lianna al-maana fihima, kwa sababu maana ya kukoga kwa ajili ya al-jumaa na maana ya kukoga kwa ajili ya al-idi wahidun, maana iliyokusudiwa ni moja. Wa huwa atanadhufu, nayo maana yenyewe ni kujisafisha mtu. Lijtimai nnasi, kwa ajili ya kukusanyika watu mahala pamoja. Unapokwenda katika mkusanyiko na wenzio, jitahidi kubadilisha harfu za sigara zako, jitahidi kubadilisha, kama umebugia ugoro, sugua meno yako, ili ukihudhuria katika hadhara ya wenzio wasije wakachukia. Huo ndio Uislamu unavyotuelekeza. Tunafahamiana. Mara nyingi huwa tunasema katika misingi ambayo Waislamu wanachukua hukumu kutoka ndani yake, msingi wa kwanza kitabullah, msingi wa pili sunnatu rasulillah, msingi wa tatu ijma'ul ummat al-ulama'il umma, msingi wa nne al-qiyas. Kupitia kiasi tunaipata vipi hukumu na sheria? Tunaitizama jambo ambalo hukumu imekuja na kueleza jambo hili hukumu yake labda ni haramu, tunalichukua hili ambayo hukumu yake imekuja, tunalitizama na jambo ambalo haikuja hukumu yake, hatujaiona katika Qur'ani, hatujaiona katika hadithi, hatukuiona ijmai imesema nini kuhusiana na jambo lile. Tunaliangalia lile jambo, kwani madhumuni ya hili ni nini na madhumuni ya hili ni nini. Kwa mfano, Qur'ani siku ya swala ya Ijumaa imeweka wazi, idha nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi, akasema wadharul bai'a, acheni kufanya biashara. Kwa nini tumeambiwa tuache kufanya biashara? Kilichokusudiwa kitatuzuia tusihudhurie swala ya Ijumaa. Je, kama mtu anapanda shamba lake na haikutajwa katika aya acheni kupanda, aendelee kupanda au aondoke? Tunasema pia ni haramu kupanda, pia ni kuozesha mwanawe wakati huo itakuwa haramu, pia jambo lolote litakalomfanya asije Ijumaa na hilo litakuwa haramu, kwa mujibu wa aya iliyozungumza acheni kufanya biashara. Aya nyingine iliyokuja kwa kiasi, kwa mfano, Allah tabaraka wa taala anatuhusia sisi watoto kwa wazazi wetu, anasema waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma au kilahuma. Katazo likaja, fala taqul lahuma uffin, usimwambie mzazi wako kwa lugha iliyo mbaya, nimechoka, nifanye nini, nikufanyieje. Ikiwa kumwambia hivyo ni haramu, Qur'ani haikusema usimpige kibao, lakini ukiangalia kumpiga kibao na kumwambia ninachoka, neno gani au jambo gani lililo baya zaidi? Bila shaka kumpiga gumi
ni baya zaidi. Lakini Qur'ani haikusema kuwa ni haramu. Tunachukua madhumuni yaliyokuja, fala taqul lahuma uffin, maana yake utamkera. Ukirudi kumpiga gumi huko tena sio kumkera, maana yake hatari yake kubwa. Kwa hivyo misingi hii minne ndiyo tunachukua hukumu zetu za Kiislamu. Yako mambo bado hayakufafanuliwa na Qur'ani, bado hayakufafanuliwa na Sunna, bado hayakufafanuliwa na ijma'i. Mambo hayo yakaja kupata hukumu kupitia kiasi. Tunafahamiana? Na kupitia kiasi ndiyo mambo mengi yanakuja, sio wakati wake. Lau tungelikuwa tuko katika somo la usulul fiqhi, basi tungelieleza mifano mingi. Tunafahamiana? Tayeb. Warawa Ibn Majah hadithi ya 1315 bisanadin fihi dhafun, kwa sanadi ya hadithi ambayo ndani yake muna udhaifu. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa bwana mtume yaghtasilu yaumal fitri, alikuwa anakoga siku ya Eidul Fitri, wa yaumal adha, wa yakwi alhadithu, na hadithi hii inapata nguvu tuliyosema ni hadithi dhaifu, ma sabaka, na yale maelezo yaliyotangulia, min amali sahabi, kutokana na yale matendo aliyoyafanya Ibn Umar yanaisapoti hadithi hii dhaifu kupata nguvu. Lakini kadhalika wal qiyas, inapata nguvu kupitia qiyas. Kama kuna usunna wa kukoga kwa ajili ya Aljumaa, basi ni sunna kadhalika kukoga kwa ajili ya Idi, kwa sababu madhumuni yote yanafanana. Tunakwenda pamoja. Waktuhu, wakati wa kukoga kwa ajili ya Idi, wa waktu ghusli al-idaini, na wakati wa majosho haya ya kukoga kwa ajili ya Idi, yabda'u binisfi al-laili, unaanza wakati wake baada ya saa 6:15. Utakuwa wakati wa kukoga kwa ajili ya Idi umeshaingia min lailatil Idi, ya ule usiku wa kuamkia Idi yenyewe. Waweza ukakoga saa 6:30 kwa nia kwamba ninakoga kwa ajili ya swala ya Idi kesho alfajiri au asubuhi. Tumefahamiana hapo? Lakini kila ukichelewa zaidi karibu ya ule muda wa kwenda kule katika swala ya Idi, ndio aula, kama tulivyosoma katika swala ya Ijumaa. Tayeb.